Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwanan illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa rasulina al-Murtada khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Tabaan ni muendelezo wa darsa zetu za mustalahul hadith katika kitabu kinachoitwa Taisiru Mustalahil Hadith. Darsa hizi zinaendeshwa na Abu Jadaw Islamic Foundation chini ya Masjid Zainab, na leo tuko katika almabhathu alawwalu. Maana yake tafiti ya kwanza, unaweza ukasema mlango wa kwanza. Tunasoma ad-dhaifu. Ad-dhaifu ni nini? Taarifuhu lughatan, kielelezo chake neno hili katika lugha. Ukisema ad-dhaifu dhiddu al-qawi, ni kinyume ya chenye nguvu. Adhaifu ni kitu dhaifu, alqawiyu ni kitu chenye nguvu. Wadhufu hisiyu wa maanawiyu, na udhaifu uko aina mbili. Kuna udhaifu wa kihisia na kuna udhaifu wa kimaana. Udhaifu wa kihisia ni kama vile kumwona mtu mnyonge, amedhoofika, mwembamba, kakonda, hana nguvu. Huo ni udhaifu wa kihisia. Lakini udhaifu wa kimaana tutakuja kuona huko, kwa sababu ndio tunaokusudia. Walmuradu bihi huna, na kinachokusudiwa kwa neno adhaifu mahala hapa, adhufu almaanawiyu, ni udhaifu wa kimaana. Yani ni hadithi imekosa sharti miongoni mwa masharti yanayotakiwa kupatikanwa katika hadithi hiyo, ndio udhaifu wa kimaana huo. Istilahan, tuangalie neno adhaifu kwa makubaliano ya wanawachuoni wa hadithi au wanawachuoni wa mustalahul hadithi. Wao wanasema huwa ma lam yajma' sifatul hasan, huwa ma lam yajma' sifatal hasan, nayo ni ile hadithi ambayo haijakusanya sifa ya hadithun hasan bifaqdi shartin min shurutihi, kwa kukosa sharti moja miongoni mwa masharti yake. Hadithu hasan inafahamika, mmoja katika wanawazuoni walioyaarifisha Ibnu Hajar, yeye akasema mattasala sanaduhu binaqli al-adli khaffa dhabtuhu min awalihi ila muntahahu min ghairi shudhudhi wala illa. Ameyarifisha hivyo, mattasala sanaduhu binaqli al-adli khaffa dhabtuhu min awali sanadihi ila muntahahu min ghairi shudhudhi wala illa. Ni hadithi ambayo imepokelewa na mwanawazuoni muadilifu ambaye udhibiti wake wa hadithi umepungua kidogo. Sifa hiyo ikawepo kuanzia mwanzo wa hadithi mpaka mwisho bila kuweko shudhudhi wala illa. Hadithu hasan. Sasa dhaifu inakosa sharti miongoni mwa masharti yake. Qala al-Baiquni fi mandhumatihi, amesema mwanawachuoni al-Baiquni katika mandhumati yake, yani ni kitabu ambacho kakitunga kwa mashairi. Akasema wa kullu ma an rutbati al-husni qasr fahuwa dhaifu wa huwa aqsamu kuthur. Wa kullu ma, na kila hadithi ambayo an rutbati al-husni, iko chini ya hadithin hasan, qasra, hadithi hiyo imefupizika, fahuwa dhaifu, basi hadithi hiyo ni dhaifu, wa huwa aqsamun kuthur, navyo ni vigawanyo vingi. Akasema hivyo. Tuangalie tafautuhu, kutofautiana kwake. Wayatafawatu dhu'fuhu bihasabi shiddati dhu'fi ruwatihi wa khifatihi, na utofautiana udhaifu wake kufuatana na ukubwa wa udhaifu
wa wapokezi wake na uhafifu wa wapokezi wake. Kama yatafawatu sahihu, kama vile zinavyotofautiana hadithi sahihi. Faminhu dhaifu, basi miongoni mwake ziko dhaifu. Wa minhu dhaifu jidda, na miongoni mwake ziko ambazo ni dhaifu sana. Wa minhu alwahi, na miongoni mwake ziko ambazo zinaitwa alwahi. Hadithun wahi, tutakuja kuona huko ni katika hadithi ambazo ni dhaifu. Sasa siku ya leo insha Allah tutaishia hapo, lakini darsa inayofuatia tutakuja kuungia, tutazame auhal asanidi, tuzitazame. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa vipengele hivi vichache tulivyovidurusu kwa siku ya leo, thawabu zake azifikishe kwa mashekhe zetu na wazazi wetu. Thawabu hizi Allah azifikishe kwa mzazi wangu almarhumu Mzee Ramadhani Ndaki, na mama yangu almarhuma Bi Zainab, na shekhe wangu Shekhe Abu Qasim Nyamkunga, bila kumsahau mzee wetu Shekhe Idi Hasani Idi Kiburwa, mzee wetu babake Shekhe Hasani Idi Kiburwa taban. Lakini pia zifikishe kwa mashekhe zetu Shekhe Khalfan Muhammad Kiumbe, lakini Shekhe Muhammad Ibrahim Kabeki, wote hawa ni mashekhe zetu. Shekhe Abdul Muhsin Kitumba. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie tawfiki, innahu waliyu tawfiki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.